katika kitabu cha Waefeso. Leo nitatoa tu utangulizi wa kitabu cha Waefeso. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unapoenda hatua kwa hatua inatusaidia kujua kitabu chote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu cha Waefeso mara nyingi tu kuna mistari ambayo imekuwa ikisomwa hapo na imetungiwa nyimbo, vaeni silaha zote, ile sura ya 6, vaeni silaha zote. Tunaishia tu hapo, lakini maeneo mengine yote hayaguswi. Hilo ndio limekaziwa sana, jamani, vaeni silaha, na silaha inatajwa moja tu, silaha ni maombi. Inatajwa silaha moja tu, ni maombi tu. Lakini ukiona pale kuna silaha aina nyingi zimetajwa. Kwa hiyo sasa, kwa kwenda na mtiririko huu tutaweza basi kuzijua na silaha zote hizo tukifikia katika hilo eneo. Kwa hiyo niwakaribishe sana katika kitabu hiki cha Waefeso ambacho ni kanisa ambalo tunasoma kitabu chake mahali hapa leo, Mtume Paulo akiwaandikia na sisi tuweze kujifunza katika hayo, maana linatuhusu. Kwa utangulizi, mafundisho ya kithiolojia hasa katika kitabu hiki inaongea juu ya kanisa, kwamba kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo. Leo natoa tu utangulizi, tasema tu utangulizi basi. Juma zitakazofuata sasa tutazama ndani sasa kujifunza. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kuna baadhi ya maneno tukiyasikia tujue kwa nini yanasemwa hivi, kwamba Kristo. Kuna mengine tunataja kwenye maombi yetu, Kwa hiyo ukisikia neno tujue maana yake nini. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo, na Kristo ni kichwa mwenyewe, sio jamani? Kristo ndiye kichwa, sio jamani? Kuna wakati tunasikia msingi wa kanisa, basi tutakwenda kujifunza katika hayo yote. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo kanisa hapo lilipo linamhusu Kristo mwenyewe. Lakini pili, kanisa ni takatifu. Kanisa sio NGO. Kanisa sio kampuni. Kanisa ni kanisa takatifu la nani? La Mungu. Huyo ndio mwenye kanisa. Kwa hiyo kanisa ni takatifu la Bwana, na kanisa sio man made, yaani halijatengenezwa na wanadamu, kwamba nimekaa natengeneza sasa kampuni yangu, shirika langu. Kanisa ni la Bwana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa amependa Mungu mwenyewe kanisa liwepo kwa makusudi yake. Kanisa liwepo kwa makusudi yake ili litimize mapenzi yake. Kwa hiyo kanisa ni takatifu la Bwana, na pia ile kanisa ni familia. Ni familia ya wapendwa, tumekusanywa, ni familia moja. Kwa hiyo unapokuwa kanisani uko kwenye familia ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lugha mbalimbali, kabila mbalimbali, utamaduni mbalimbali. Kwa hiyo kanisa ni jema kuwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwa hapa wote ni wapendwa katika Bwana. Kwa hiyo tunapoongea juu ya kitabu hiki cha Waefeso itatukumbusha juu ya kanisa ambapo na sisi tumo. Naenda kanisani, mimi ni mwana AIC, basi tujue kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo. Yeye ni kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni kiongozi wetu, na kanisa ni takatifu la Bwana. Kanisa ni takatifu, na tunaposema kanisa takatifu ina maana kubwa kwetu sisi wana kanisa, sisi waumini. Lakini vile vile kanisa ni familia, na misali imetajwa mahali pale. Tukienda kipengele kinachofuata sasa, hiki kitabu kiko katika
mchanganuo ufuatao. Kiko na sehemu mbili. Kwanza, kitabu hiki kinatutambulisha nafasi yetu tulionayo, the position. Yaani tumekuwa positioned, yaani kuna mahali ambapo tumewekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumetolewa mahali, tukawekwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema nimekombolewa, nimekombolewa na Yesu, umekombolewa kutoka wapi? Ukakombolewa ukapelekwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajua kabla ya kumwamini Yesu tulikuwa tukiishi gizani, si ndio? Katika neema, kuna nyimbo tukiziimba, nyimbo nyingi zinatoka huko. Katika neema ya Yesu nimeokolewa. Unaona? Sasa unaona, tulikuwa tumepotea kipofu rohoni. Beti la pili, neema ya Yesu yanitosha sana ili nifungua macho ikanifungua. Yaani tulitolewa katika chini ya kongwa la dhambi, kuongozwa na shetani kule gizani, tukaletwa katika Kristo Yesu, tukaletwa nuruni, tumjue Mungu, tujue kuishi vyema, tuongozwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuongozwe na Mungu. Kwa hiyo kuna nyimbo tunaziimba, ziko katika vitabu kabisa hivi ambavyo tunavisoma na tunajifunza. Kwa hiyo kitabu cha Waefeso tutajifunza mambo mengi, kitatufumbua mambo mengi kuyajua juu ya imani yetu, juu ya wokovu wetu. Na mpaka sasa tumeshajua kumbe tumetolewa gizani, tukawekwa wapi? Nuruni. Tumekuwa positioned, tumetolewa mahali, tukawekwa mahali. Kwa hiyo sisi nafasi tulio nayo, nafasi ya Mkristo aliyo nayo, na baada ya kuwa hiyo nafasi, basi kuna maisha tunayopaswa tuyaishi mara baada ya kuwa tunaishi ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Yako maisha tunayotakiwa kuanza kuyaishi kwa sababu tuko ndani ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo sisi tumekuwa positioned, tumehamishwa kutoka katika kongwa la dhambi, tumehamishwa kutoka gizani, tukaingizwa nuruni na Kristo. Mungu ndiye kiongozi wetu. Kwa hiyo hiki kitabu tutaona nafasi tulio nayo. Tumewekwa katika ulimwengu wa roho, na ufafanuzi mwingine utafuata, lakini tunapokuwa katika Kristo Yesu, yako maisha tunayopaswa kuyaishi tukiwa ni wana wa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiendelea sasa, hiyo pale kuna mistari ambayo inagawanya kutoka ile sura ya kwanza ukifika mpaka sura ya 4 pale, basi nafasi ya Mkristo au mahali ambapo tumewekwa pamoja na Kristo inaishia pale. Na ukianza ile sura ya 4 mpaka ile sura ya 6, sasa tunaona maisha ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ni muhimu sana kwetu, na hapa tutaona jinsi ambavyo tunavyoweza kuomba kumshukuru Mungu kwa ajili ya ukombozi na nafasi tulionayo katika Kristo Yesu. Hili ni jambo jema, pamoja na umoja. Kanisa limewekwa katika hali ya umoja, lakini si hivyo tu, pamoja na kuishi maisha matakatifu, kwa sababu kanisa lenyewe ni takatifu. Lakini huko wajibu katika familia,
inatukumbusha unaingia sasa katika maisha. Huko kuna nafasi tuweke katika Kristo, lakini unapoendelea mbele kuna hizo mada ndogo ndogo zinaongelea mpaka wajibu, ngazi ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ngazi ya familia, baba, wazazi wanatajwa, wajibu wao katika familia ni upi? Watoto wanatajwa, wajibu wao katika familia ni upi? Lakini katika familia pale pale ndo unakuta tena pale sasa hata wanandoa wanatajwa mahali pale, nafasi yao vile vile ikoje, nafasi ya baba na nafasi ya mama nayo inatajwa. Haya ni maisha ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Umewekwa ule mgawanyo, na haya yote yamefanywa kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Na imegusa mpaka maeneo ya kazi, mahali tunakofanya nini? Kazi, nako inagusa sisi tukiwa wana wa Mungu, tunatumikaje, tunaishije katika maeneo hayo ya kazi. Na sasa mwisho inaongeza juu ya vita vya nini? Vya kiroho, hizo mada ndogo ndogo. Na waimbaji hapa kama uliwasikiliza vizuri, ninaye Yesu sitikisiki na nini, wanagusa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyimbo zote mimi nimezisikiliza, zote zile zinaongea juu ya nafasi walionayo, kwamba tunaye Kristo. Wimbo wa kwanza ulikuwa unasemaje waimbaji? Maana hii ni darasa. Meimba nyimbo 3. Meimba nyimbo 3. Wimbo wa kwanza ulikuwa unasemaje? Bado kwako Yesu bado nipo. Kwa hiyo hapo tunaongelea ni nafasi, kwamba bado niko kwa nani? Ndio maana yake, si ndio? Kwa hiyo huko mahali pengine, huko kwa Yesu. Wimbo wa pili usimsahau Mungu wetu. Hiyo bado ni nafasi. Wimbo wa 3 salama yangu rohoni, nikiwa wapi? Ndani ya Yesu. Unaona, hiyo yote inaongea juu ya nafasi tulio nayo, na inawezekana tukaimba lakini tusijue vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kusema kuamini na kuenda katika maisha yenyewe kuna kautofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuseme ukweli tu, kuna Wakristo wanaogopa wachawi? Wanaoamini wachawi wana nguvu, watawaroga, watawafurumisha. Wapo. Paka wanatumia na nguvu za giza, paka na hirizi wanavaa. Wapo. Hata humu wamo. Mimi sijasema nani, lakini nasema hata humu wamo. Yaani anajua kabisa niko ndani ya Yesu, lakini bado ana hirizi. Bado ndio maana ya somo hili, kujua maana ya kuwa na nafasi. Ina maana gani kuwa pande wa Yesu? 8:8 imeanza, na mimi huwa naenda, na moja ya eneo linalotembelewa sana ni eneo la wanyama. Ukienda kule 8:8 linatembelewa sana. Unaona watu wa maliasili wamekuja kule na simba. Wengine wanaanza kuogopa, na sitataja tu jina tu. Naanza kutaja jina hapo, naona watu wengine wanaanza kutikisika. Kuna fisi, wameletwa kule, wengine kuna nyoka hizi kubwa lakini zote zile zimefungwa kwenye nini? Zimefungwa kwenye maboksi maalum. Zimefungwa, unaweza ukaziona. Sasa akiunguruma huyo simba au chui, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hatakuwa na hofu, kwa sababu wanajua amefanya nini? Amefungwa. Bwana Yesu asifiwe.
nao wanajua hata serikali kukuita uje uangalie, najua uko salama. Kuna udhibiti wa hali ya juu umefanyaje, umefanyika. Ukisikia jamani kule kuna wanyama, utakuwa na hofu kwamba Nane mazingira yake ni mazuri, hakuna mnyama atakaye leta madhara, kwa sababu kila kitu kimechukuliwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hamna haja ya kwenda umejihami tena, kwa sababu kila kitu kifanyaje, kimedhibitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya hivyo. Lakini hata kama sio tu Nane, ukitaka unaingia katika mbuga kwenda kutembelea, mara nyingi ili uwe salama, huwa tunapenda kuchukua wale wanaowaongoza, wanaitwa manini wale, tour guide, si ndio? Anabeba silaha yake, na yeye sasa mkiwa kule ana nafasi ya kujua ule usalama wako, na ukimchukua unakuwa na uhakika, anajua mengi. Siku moja tukaenda, kuna wakati kwa tunaenda tu tunachukua tu usafiri, tunaenda na familia na watu wengine kule, kaambia bwana ni vizuri kuchukua, kuna guide hapa anaweza kawaongoza kwa mambo mengi. Kidogo nikawa nimeamka kidogo, kwa tukawa tunapita katika geti, basi kuna kiwango ambacho unawapa kidogo ili waweze kukusaidia wakiwa kule. Siku moja tukamchukua huyo tour guide, tukaenda, ilikuwa eneo la Serengeti. Kuna mahali kuna mto mkubwa, wametengeneza daraja la kamba. Kwa hiyo tukaacha gari ng'ambo kule, tukavuka sasa kwenda ile ng'ambo. Tukawa kule na chakula chetu. Tulipoanza tu kufungua maboksi na ya nani, tukasikia mlio wa tembo. Sasa sisi hatukujua, lakini guide akasema tuondokeni haraka, kuna tembo amesha tu sikia harufu, tuondokeni. Tukakusanya vitu haraka, tukaenda, tukavuka, tukaondoka hilo eneo, kwa sababu tulikuwa na mtu aliyekuwa anatuongoza, anajua, akisikia anajua, na uhatari wa kitu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnapokuwa naye mnajua tuna mtu wa kufanyaje, wa kutuongoza, wa kutusaidia. Nasi tunapokuwa katika nafasi ndani ya Kristo, ni nafasi kubwa mno kwetu, ni fursa kubwa mno kwa Mkristo katika eneo hilo, maana ndiye maisha yetu yako ndani yake. Kwa hiyo unapokuwa nafasi ya Mkristo, unakuja kipengele cha chini pale, unakuwa ni swala la imani, ule kumwamini yeye. Tunamwamini yeye, ni swala zima la imani. Yeye ndiye kiongozi yetu katika mambo yetu yote, katika maisha, katika swala la afya, katika jambo lolote. Hilo ndio jambo la imani linakaa mahali pale. Maana kuna wakati imani inatikisika kabisa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza kupata jambo ukatikisika, imani ikawa na nini, na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa na mashaka. Kuna Mkristo amepata shida kubwa, akasema jamani, hii sio kawaida, kuna mkono wa mtu tu hapa. Hata kama kuna mkono wa mtu, sisi wa imani tunafanya nini? Kuna imani na kuna nini, na kuna tabia, ule mwenendo wetu tunaouendea ndani ya Kristo Yesu. Lakini bado ziko zile faida kama Wakristo na majukumu tulio nayo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo tunayopaswa kuyafanya, uko wajibu unapokuwa ndani ya Kristo Yesu, lakini iko imani tulio nayo ndani yake. Ukienda ile Waebrania ile sura ya 11, unakuta kuna mashujaa wa imani kule. Kuna mashujaa wa imani, na wale mashujaa wa imani hawafanani. Kila shujaa wa imani ana mapito yake. Bwana Yesu asifiwe. Ana mapito yake, na wametajwa tu baadhi, wakiwemo akina Ayubu ambao huwa tunawaimba. Maana moja ya maeneo kabisa ambayo yanatutikisa sisi wanadamu ni swala la afya.
ni swala la afya. Ukijitahidi mahali pale hujaona tiba, mambo hayaendi vizuri, imani inatikisika na watu wengine wanaanza kuja sasa pale kuingiza walio nayo. Tunajua Ayubu aliyoyapitia na mkasa ambao ulimpata Ayubu. Alisimama katika imani na alijua mahali aliko kwamba yuko ndani ya Kristo. Kuna mstari ambao tunausoma kwamba Bwana alifanya nini? Bwana alitoa na Bwana ametoa. Huo ulikuwa ni usemi wa Ayubu mara baada ya afya yake kuingia mgogoro, baada ya kupoteza familia yake na yeye kuingia katika hali ngumu, bado alimuona Bwana. Hili ni swala la imani. Kwa hiyo imani, lakini ndani ya nani? Ndani ya Kristo Yesu mwenyewe. Yeye ndiye ambaye anatulinda na kutupigania. Kipengele kinachofuata nacho bado kinazungumzia juu ya maisha yetu ndani ya Bwana, kwamba sisi tumeketishwa ndani ya nani? Ya Kristo. Yaani sisi tumetolewa katika ulimwengu wa giza tukawekwa katika ulimwengu wa nuru. Ulimwengu wa nuru ndo mahali tuliko kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kijiografia tuko Ihumwa, tuko Dodoma, lakini katika ulimwengu wa roho tuko ndani ya nani? Tuko ndani ya Kristo Yesu, katika ulimwengu wa roho. Maana matumaini yetu ndo yako huko. Matumaini yetu yako huko. Tumekombolewa na tumepewa zile siri za Injili. Bwana Yesu asifiwe. Siri za Injili tumepewa. Kuwa ndani ya Kristo Yesu, tumekuwa ndani, tumeketishwa huko. Hatuko kwa ibilisi tena. Tuko ndani ya Kristo, ndio tumeketi huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yanapojitokeza mambo mengine, tujue sisi tuko ndani ya nani? Ya Kristo. Na unapokuwa ndani ya Kristo hupotei, uko salama. Maisha yetu yako salama ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ndani ya Kristo. Maisha ndani ya Kristo. Na hili ni muhimu. Tusije ukafika wakati tukasahau. Na moja ya makanisa kitabu cha Waefeso, kwa sababu nafanya utangulizi tu hapa, moja kanisa lilokuwa haliwi moto au baridi, liko vuguvugu. Kwa hiyo sisi tumewekwa mahali kwa Kristo, tunatakiwa tujitambue tuko huko, na maisha yetu sasa yaendane na mahali ambako Bwana mwenyewe ametuweka kwa neema yake. Roho Mtakatifu akituongoza, akitusaidia, akitusemesha na kutukumbusha. Kwa hiyo ni kitabu cha Waefeso kitatusaidia namna ya kukaa ndani ya Kristo Yesu, tumaini ambalo tumeitiwa, Yesu tunayemwamini. Lakini mbali na hapo, maisha sasa tunayotakiwa kuyaendea. Yako maisha ambayo tumeshatoka kule, tumeingia ndani ya Kristo Yesu. Yako maisha yanayotutaka tuishi hivyo, kwa sababu sisi ni wa Kristo, sisi tunamwamini Yesu, sisi tumeokolewa, sisi tunamtumaini Kristo Yesu. Kwa hiyo yako maisha ambayo tunapaswa kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sasa itaendana na nyumba ya Bwana ambayo tunaijenga, tukijua iko mahali pale kwa ajili yetu. Na kipengele cha mwisho inaongea juu ya kusimama imara kwa nani? Kwa Yesu. Kusimama imara ndani ya Yesu. Ndio huko sasa silaha zinatajwa. Simameni imara. Vaeni silaha. Silaha ngapi? Zote. Inasema vaeni silaha zote muweze kusimama na kupinga hila za yule mwovu Ibilisi. Kuvaa silaha zote, hatimaye mzidi kuwa hodari na katika Bwana na uweza na nguvu zake. Mvae silaha zote za Mungu. Kwa hiyo kule nako ziko
aina za silaha ambazo zimetajwa. Maana hapa ni jeshini. Sasa sidhani kama jeshini wana silaha moja, sijui. Lakini hata tu si lazima hata waulize, lakini hata ukienda kwenye mtandao ukaweka hapa aina ya silaha utakuta tu ni nyingi. Na kwa maana yake ukiwa na silaha nyingi, kila silaha ina matumizi yake. Kwamba kwa vita hii kwa jaribu hili nitumie silaha hii. Kwa mfano tunavyojifunza hivi tunasimama imara katika neno. Moja ya sifa ya kanisa la Efeso kwamba waliwashinda manabii wa uongo kwa sababu walilisoma neno wakalijua, ila walianguka kwenye jambo moja tu, upendo wao wa kwanza umepoa. Lakini kwa kusimama imara kwa neno walikuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi tunaposoma neno unalijua kweli, na kulijua neno napo ni sehemu ya nini? Ya silaha. Kujua. Bwana Yesu asifiwe. Ukilisoma neno na ukalijua litakuongoza, litajua. Kuna baadhi ya mtego ambayo ibilisi ataileta, utaweza kuipangua. Si Bwana Yesu akajaribiwa na shetani? Akasema nitakupa hiki chote ukinisujudia na kuniabudu. Chote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alisema nitamwabudu Mungu peke yake. Lakini yeye ndiye muumbaji vile vile. Kwa kulijua neno tutaweza kuyatimiza na kuyatenda mapenzi ya Mungu ndani ya kitabu hiki. Kwa hiyo niwakaribishe kanisa, tunapoenda pamoja ni vizuri tukiwa na daftari zetu na notebook tukaandika, zikakuongoza unakuwa shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mahali popote, itaweza kukuongoza hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua wakati mwingine tunadhani baraka ni mali tu, au mafanikio ni nini tu? Ni mali tu. Na wakati mwingine tumewekeza zaidi kwenye vitu vya nje kuliko vitu vya wapi? Hapa itatuonyesha jinsi tunavyowekeza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa nilipo kuna gani? Kuna John wa ndani na wa wapi? Wa nje. Ile roho yangu ndio ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nje kuna nini hili? Kuna ganda. Huu mwili ni wa muda. Huu mwili ni wa nini? Ni wa muda. Na roho ni na ndio itakaowajibika mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo tunapowekeza kweli tuvae vizuri, lakini tusisahau wapi? Roho ni mahali ambako sasa, maana hili ganda litabaki. Na tayari limeshaandikiwa expiring date yake. Kila mtu ana expiring date. Nikigusia hapo watu wanaanza kusikitika. Ni hivyo, ni ukweli. Tuna expiring nini? Yaani mwisho upo tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho sasa inakuwa uso kwa uso na Mungu mwenyewe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ule wimbo sasa. Zingerudi siku zile ningempa. Yaani hakuna kitu kama muda umeshapita, halafu nakumbuka sasa muda urudi na umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu kituandae tunemeke vizuri na baraka hizi za rohoni, na mbele za Bwana tuwe na ujasiri. Yaani mbele za huwa napiga picha. Wanasema kwamba tutakuwa mbele za Bwana kutoa nini? Hesabu. Yaani ninapopiga hilo picha huwa nalinganisha na hospitali kitengo cha meno kile. Ulishawahi kwenda kitengo cha meno kutibiwa meno, waliojipanga? Yaani mtu akikuruka ushangai unapoacha. Lakini kwingine wanagombania kwenda, lakini kitengo cha meno
Nasikia mashine zinalia kule, yani hamna, yani hata mtu akiruka vipi na haraka, pita. Sasa ukijua na makosa yako mbele za Bwana, unajua kabisa hivi utakuwa unasemaje? Vipi pita. Napeleka hesabu zetu kwa Mungu wetu. Tutaenda kwa ujasiri kwamba rekodi yetu iko vizuri. Maana hapa, Bwana Yesu asifiwe, hatutaenda kijumuiya, hatutaenda kifamilia, ni kila mtu kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi bado sijamalizia matibabu yangu ya meno, bado najishauri kidogo. Nilitibiwa nikakimbia. Kila nikikumbuka hizo mashine hizo lakini bado najipanga, nitaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kituandae ili kusudi tuandae mioyo yetu, tuishi vyema na tuwe na ujasiri. Hata wakati unafika, basi tunakuwa salama mbele za nani? Mbele za Bwana. Jamani, maisha haya yana nini? Yana mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha haya yana mwisho. Tujiweke sawa kwa ajili ya roho zetu. Tusome neno, na hasa kwenye jumuiya jamani, tulisome kule neno tulisome hilo neno, tuchambue, tujadili, iweze kutusaidia kusonga mbele. Maana mambo ya mengi ambayo tunahangaika nayo sana, kwa bahati mbaya sana tunayaacha. Hatusemi kwamba hayafai, tupo tuishi vyema, lakini tujue kuna mwisho wake. Basi tuzijali roho zetu, na Mungu atusaidie sana katika hili neno. Sisi ni watu tuliokombolewa na Bwana, tumeketishwa ndani ya Kristo Yesu. Tuishi maisha ya kumpendeza yeye, lakini tusimame imara ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili yule mwovu asije akatuondoa upendo wetu wa kwanza kwa Bwana, usije ukarudi nyuma au ukapoa, lakini Bwana atuongoze sana. Niwatakie baraka za Bwana tunapokwenda kukianza kitabu hiki, na imani tutajifunza mambo mengi. Tutaona baraka nyingi mle za Bwana ambazo Bwana ametukirimia, na Mungu atatenda maajabu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno linasema utafuteni kwanza ufalme na mengine mtazidishiwa. Tunatafuta kwanza neno la Bwana, na haya mambo yako dhahiri. Sulemani akaambiwa omba chochote. Kijana wa leo ukimwambia omba chochote utakacho, atasema nini? iPhone na nini? Na nini? Vijana unajua gari kali kabisa, wanaita kali kabisa. Gari gani kali kabisa? Hama, wanajua tu. Lakini Sulemani aliomba nini? Hekima. Kwa nini aliomba hekima? Aliomba hekima na moyo wa adili, ili amfuate Bwana na alichunge kundi lake vema. Na Mungu akasema kabisa, Sulemani, hukuomba hata mali, hukuomba hata hiki, basi hicho nakupa. Hata kila ambacho hukuomba nafanyaje? Nakupa. Kwa hiyo katika kulisoma neno kuna siri, na wana wa Israeli ndio walisitiza sana katika hili. Yoshua akiambiwa Torati hii isitoke wapi? Kinywani mwako. Ndipo utakapofanyaje? Utakapofaulu na kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi na imani tunasonga mbele kwa sababu tunalisoma neno la nani? La Bwana. Tukapoanza kulisoma na kuyatenda mapenzi ya Bwana, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote atakuja.